Nataka leo kufundisha neno la Mungu kuhusu mkuu wa ulimwengu huu. Nesi Yesu, kuna mkuu wa ulimwengu huu. Na Yesu akasema ya kwamba yuaja mkuu wa ulimwengu huu lakini ana kitu kwangu. Nesi Yesu, yuaja mkuu wa ulimwengu huu lakini hana kitu kwangu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu Mko tayari? Nesi Yesu? Amen. Mko tayari kusikia neno la Mungu? Nesi Yesu? Na wakati ya neno la Mungu tunapata kutii na tunapata kuheshimu. Nesi Yesu? Kitabu cha Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 30. Inasema, I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me, but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go from here. Nesi Yesu, Biblia inasema ya kwamba sitanena maneno mengi na nyinyi tena, kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu anakuja, wala yeye ana kitu kwangu. Nesi Yesu, Yesu alisema ya kwamba mkuu wa ulimwengu huu anakuja, lakini mjueni ya kwamba yeye ana kitu kwangu. Nesi Yesu, kwa hivyo wakati Yesu alikuwa anaongea, alikuwa akizungumza ikiwa bado yule mkuu wa ulimwengu hajakuja, lakini baadaye wakati Yesu alipoenda, yule mkuu wa ulimwengu alikuja, lakini Biblia inasema ya kwamba yeye hana kitu kwangu. Nesi Yesu, na yule mkuu wa ulimwengu huu ni Shetani. Nesi Yesu, lakini hana kitu kwa Yesu. Hana kitu kwa Yesu. Kwa hivyo sisi tunaye mkuu wetu ambao ni Yesu Kristo, ambaye anasimamia watakatifu, ambaye anasimamia wenye haki, ambaye anasimamia kanisa lake, ambao ni bwana harusi wa kanisa. Anasema ya kwamba lakini ulimwengu ujue ya kwamba, lakini jueni ya kwamba mkuu wa ulimwengu huu anakuja, lakini ana kitu kwangu. Kwa hivyo Yesu Kristo ni mkuu zaidi kuliko kila kitu. Yeye ni mkuu zaidi ya wakuu. Ni mfalme zaidi ya wafalme. Ni Bwana juu ya mabwana. Wala hakuna mwingine aliye kama Yesu. Kwa hivyo akasema ya kwamba mkuu wa ulimwengu huyu yuaja, lakini ana kitu kwangu. Na yule mkuu wa ulimwengu akikuja, Nesi Yesu amesema ya kwamba atakuja. Mkuu wa ulimwengu yuaja, lakini hana kitu kwangu. Nesi Yesu. Kwa hivyo Shetani ni adui wa kila mtu duniani, na yeye ni mkuu wa ulimwengu huu. Kwa hivyo nataka niwaambiaje watu wa Mungu? Biblia inasema kwa kitabu cha Isaya ya kwamba, acha nisome hapo hivyo. Nesi Yesu, nataka tuelewe zaidi. Aya, kitabu cha Isaya chapter 60, Isaya 60, na inasema kwa Kiingereza ya kwamba, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising.
Lift up your eyes all around and see. They all gather together, they come to you. Your sons shall come from afar, and your daughters shall be carried on the hip. Then you shall see and the Biblia inasema ya kwamba tazama, amka uangaze kwa sababu nuru yako imefika. Ondoka uangaze kwa sababu nuru yako imefika. Kwa sababu giza imefunika dunia. Mesisi Yesu, dunia imefunika dunia. Kwa hivyo shetani ambaye ni adui wa Mungu, ni adui ya watu wa Mungu, yeye ni mkuu wa giza. Na yeye ndio anafunika dunia kwa giza. Na giza ni dhambi. Kila mtu ambaye anafanya dhambi ako chini ya utawala yule adui. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ondoka uangaze maana nuru yako imefika. Mesisi Yesu. Kwa hivyo sisi ambao ni wana wa nuru, Yesu wetu ambao ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo ambao ni mwana wa Mungu, yeye ndiye nuru ya watakatifu. Maana Yesu ni nuru. Yesu ni nuru. Akasema tena ya kwamba ninyi ndinyi nuru ya ulimwengu. Nyinyi ndio nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo wakati Yesu ni nuru ya ulimwengu, kuna pia ufalme mwingine unapingana na ufalme wa Yesu, ambao ni ufalme wa shetani, Mesisi Yesu, ambao ni ufalme wa giza. Kwa hivyo kuna wafalme wawili ambao wako pamoja. Kwa sababu yule mfalme wa nuru, yeye ni bwana wa kanisa ya watakatifu. Lakini yule mfalme wa giza, yeye anasimamia wale wote ambao wanafanya dhambi na wale ambao wamuogopi Mungu. Na yule mfalme wa giza ni shetani. Naye shetani adui wa Mungu, ni adui ya watu, na ni yeye ndo anaelekea jehanamu, na yeye ndo anaongoza watu wengi kuingia katika ile jehanamu ya moto. Maana jehanamu imeandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, kwa ajili ya wale wote ambao hawataki kutii Mungu. Wale wote ambao wanatembea katika dhambi, hao wote sehemu yao ni katika ile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kwa hivyo giza imefunika dunia. Giza imefunika ulimwengu. Ndio sababu Yesu alisema ya kwamba mkuu wa ulimwengu huu anakuja lakini hana kitu kwangu. Mkuu wa ulimwengu huu ni yule ambayo ako juu ya waizi, ako juu ya waongo, ako juu ya wasengenyaji, ako juu ya wachawi, ako juu ya waganga, ako juu ya washirikina, ako juu na wale ambao wanapanga mipango mabaya kufanya. Yule mfalme wa giza ako juu ya wale ambao hawamuogopi Mungu. Ako juu ya wale ambao ni watukanaji, ni wale ambao hawamuogopi Mungu. Mesisi Yesu. Mesisi Juliani. Kwa hivyo yule mfalme wa giza, yeye anasimamia wale ambao Jumapili ikifika akanyangi kanisa. Wanaenda shughuli zao kufanya mambo yao ambayo ni kinyume na neno la Mungu. Wale ambao wanatembea chini ya yule mfalme wa giza ni wale ambao wanachukia kanisa, wale ambao wanachukia mahali ya ibada, wale ambao wanachukia mahali pa kumwabudu Mungu, wale ambao wanapingana na kanisa, wale ambao wanapingana na watumishi, wale ambao wanapingana na watu wa Mungu. Yule mfalme, wale ambao wako chini ya yule mfalme wa giza, ambao hataki kukuja kwa nuru. Biblia inasema ya kwamba wala hawawezi kuja kwenye nuru ili matendo yao yasije yakakemewa, kwa sababu matendo yao ni maovu. Kwa hivyo sisi tunaye mfalme ambao ni Yesu Kristo, ambao Mungu ametupatia. Kwa hivyo Yesu Kristo, yeye amepatia kwa mfalme wetu, na maanisha ya kwamba Yesu ako chini ya Mungu kidogo. Ako chini ya Mungu. Naye Mungu yuko juu yake. Naye Mungu amepatia Yesu kanisa ipate kumwabudu ili wapate kuingia mbinguni. Maana Yesu ndo alikuja hii dunia, akakufa, akafufuka siku ya tatu. Ni huyo Yesu. Na huyo Yesu ambaye alikuja akakufa akafufuka siku ya tatu, huyo Yesu mwana wa Mungu. Basi singare yangai. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Yesu mwana wa Mungu, yeye ndiye nuru yetu. Yeye ndiye mfalme wetu. Huyo Yesu ndio Mungu amempatia mamlaka. Akasema tena ya kwamba, akasema kwa kitabu cha Zaburi 110
ya kwamba Bwana amemwambia Bwana wangu, keti mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka maadui zako wote kwa chini ya miguu yako. Kwa hivyo huyo Daudi alikuwa ananena habari ya Yesu, ya kwamba Mungu amemwambia Yesu, keti mkono wangu wa kuume hata nitakapowafanya maadui zako kwa chini ya miguu yako. Hiyo tafsiri inamaanisha hivyo, ya kwamba Bwana amesema hapo Bwana mara mbili, ya kwamba Bwana amemwambia Bwana wangu, kumaanisha ya kwamba hapo kuna mabwana wawili. Kuna huyu Bwana ambaye yeye ameambia Bwana wake ya kwamba keti mkono wangu wa kuume hata nitakapowafanya maadui zako kuwa chini ya miguu yako. Kwa hivyo huyu Bwana wa kwanza ni Mungu, alafu huyu wa pili ni Yesu, ya kwamba Mungu alimwambia Yesu, keti kwa mkono wangu wa kuume hata nitakapowafanya maadui zako kuwa chini ya miguu yako. Kwa hivyo Mungu amempatia Yesu Kristo mamlaka ya kwamba Yesu tayari ameketi kwa mkono wa kuume, tayari amechaketi tayari, na sio sahi ameketi kwa mkono wa kuume wa Mungu, na sio jana, na sio juzi, na sio mwaka huu, na sio mwaka uliopita, hala ile miaka ingine ama 2000 ama 1998. Hapana, ile wakati Yesu aliketi mkono wa kuume wa Mungu, ile siku alikufa, akafufuka, akaenda direct, akaenda uketi kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ni hiyo siku ndio Yesu alianza kuketi, lakini ilitabiriwa wakati ambao Yesu alikuwa hata bado hajasaliwa duniani. Yesu alikuwa bado yuko mbinguni. Alikuwa bado hajakuja kutoka mbinguni kuja kuzaliwa. Si Yesu. Kwa hivyo Yesu alikuwa bado hajakuja duniani. Hiyo wakati ya Daudi, Yesu alibakisha karibu miaka 14 kabla hakuja kuzaliwa duniani. Sio miaka, karibu vizazi 14. Sijui 14 ama hata 24. Vizazi tanai nduguoti ishoriti. Yaani alikaa sana kabla hajakuja duniani. Lakini wakati ambao Daudi alitabiri ya kwamba Bwana amemwambia Bwana wangu, keti mkono wangu wa kuume na upafanya adui zako kuwa chini ya miguu yako. Lakini ilikuja ikatimia wakati yule Bwana alikuja akazaliwa, akakuja duniani, akaishi duniani, akatembea kama mwanadamu wa kawaida, akafanya mamiujiza, akakaa mpaka akafikisha miaka 30 akiwa hapa duniani. Lakini akakaa mpaka akateswa, akakufa. Siku ya 3 yule mfalme Yesu alifufuka akaenda mbinguni, lakini akashinda ile utawala wa giza. Yeye akaketi mkono wake wa kuume. Hata ingawa wakati wa Yesu giza ilikuwa imejaa dunia hivi, wakati wa Yesu giza ilikuwa imejaa. Hiyo sababu tunasikia kwamba ondoka uangaze, maana nuru yako imefika. Amka uangaze kwa sababu mwanga wako umefika. Kwa Kimasai inasema tudu mwenye tawanga amu ewu ewanga nino. Tudu mwenye tawanga amu ewu ewanga nino. Ondoka uangaze, maana nuru yako imefika. Neno kwa Kisamburu inyo toonga amu ewu ewanga nino. Yesu. Kwa hivyo wakati ambao anasema amka uangaze, inamaanisha ya kwamba hakukuwa na nuru, lakini sasa nuru iondoka sasa iangaze, maana wakati wake imefika. Singera yankai. Kwa hivyo ni wakati ambao tunastahili tutembee katika nuru, ambapo Biblia inasema ya kwamba ondoka uangaze kwa sababu nuru yako umefika. Ondoka uangaze kwa sababu mwanga wako umefika. Amka uangaze kanisa. Amka uangaze mtu wa Mungu. Amka uangaze uache dhambi. Amka uangaze uacha masengenyo, wacha matusi, wacha kwenda kwa waganga, wacha kwenda kwa washawi, wacha kwenda kwa wizi. Amka uangaze. Kwa sababu wale wote ambao hawajaangaza bado wako katika chini ya utawala wa yule mwovu. Wako chini ya giza ama chini ya mungu wa ulimwengu huu ambao ni Shetani. Na hata mtu anaweza kuomba Mungu aombe na yuko kanisa anafanya mapenzi ya Mungu aombe, lakini maombi yake yanakuwa tu bure. Kwa sababu haendi nyumba ya Mungu,
haendi kusikia neno la Mungu, haendi kwa mahali ya ibada. Acha niwaambie watu wa Mungu, hii Biblia ambayo tunasoma, kama ukisema utakaa tu usome tu Biblia tu kwa nyumba, hii Biblia haiwezi kukupeleka mbinguni. Kama unasema nilikuwa nimebatizwa kwa kanisa fulani, hiyo kanisa atulibatiza kwa kanisa fulani, alafu sasa tayari unakaa kwa nyumba tu kaa tu kutulia. Acha nikwambie, hiyo ubatizo haiwezi kukupeleka mbinguni. Kenye itakupeleka mbinguni, njoo kuja kanisa ya Mungu, sikia neno la Mungu, alafu kimaliza kusikia, omba, uende nyumbani kwako, usome Biblia, ukae sasa ndani ya nyumba ukao unaomba Mungu. Unafanya kazi yako, unasoma Biblia, unaomba. Unasoma Biblia, unaomba. Jumapili unaenda kanisa. Lakini kama tu uliko tu na Biblia tu kwa nyumba tu, niko na Biblia, hata nikikata nitaenda mbinguni. Utaenda mbinguni gani? Mesi si Yesu. Kenye itakupeleka mbinguni ni wakati ambayo unadumu kwa kanisa, unapenda mahali pa ibada, unamwabudu Mungu na mheshimu Mungu. Maana hata wauaji pia wanasoma Biblia. Waizi pia wanasoma Biblia. Biblia iko open kwa kila mtu, anaweza kusoma. Kila mtu anaweza kusoma. Hata mtu mwenye anaua mtu anaweza kuua mtu na endelee kusoma Biblia, abebe Biblia. Kwa hivyo Kenya kusaidia, unakuja kanisa, unabadilika kwa kanisa, halafu unabadilika, unakuwa mtu mwingine mpya, halafu hata tayari ukienda hata uende usome Biblia yako, uende uombe, hapa unaweza ingia mbinguni. Ama wakati mwingine tena wakati unasema mimi nilibatizwa kwa Catholic. Mimi nilibatizwa kwa kanisa la Deliverance. Nilibatizwa kwa kanisa la Pentecost. Hapana. Yaani umebatizwa na unakaa kwa nyumbani. Kwa nini? Bwana basi hiyo kanisa yenye ulibatizwa. Kama ulibatizwa enda kanisa. Ama ulibatizwa sasa unakaa nyumbani ati nilibatizwa. Kwa nini unakaa kudanganywa na shetani? Ama hujui ni shetani anakudanganya? Hata shetani anakudanganya usome tu Biblia na uendelee kufanya dhambi kwa sababu unasoma tu Biblia. Ati mpaka shetani anadanganya watu, anaambia watu mtaingia mbinguni. Anadanganya watu, anasema ya kwamba hata wale watu ambao waendi kanisa hao ndio wataingia mbinguni. Siku gani mtu mwenye aendi kanisa aingie mbinguni? Siku gani mtu mwenye aendi kanisa ati aende mbinguni? Siku gani mtu mwenye muogopi Mungu aende mbinguni? Basi si Yesu. Ni afadhali kumwogopa Mungu na kubadilika na ukaa ndani ya Mungu ili tupate kuingia mbinguni. Basi si Yesu. Ni vyema tukae ndani ya Mungu. Ni vyema tumtafute Mungu. Ni vyema tumpende Mungu na tuache uongo. Mtu mwingine anaweza kudanganyana, Jumapili nitakuja kanisa. Ilifika hiyo Jumapili akanyangi. Mtu mwingine anaweza kudanganyana, Jumapili tutakuwa pamoja kwa ibada na akuji. Uongo ni mbaya, ni dhambi. Basi Yesu. Uongo ni dhambi. Na uongo ni wa ibilisi. Tuache kudanganywa na shetani. Tuache kudanganywa na shetani. Tubadilike. Maana shetani anakudanganya kwamba tulibatizwa kanisa fulani. Atukae tu nyumbani uko sawa. Alisoma Biblia uko tu sawa. Kaa tu nyumbani uko sawa. Soma Biblia, ati omba tu kwa Mungu hata usiende kanisa. Wewe tu uko sawa. Basi si Yesu. Mahali ambayo ni ya pekee, mahali pazuri ni kanisa. Wakati unaenda kanisa, unaenda kumwabudu Mungu kwa kanisa, unaenda kusikia neno la Mungu kwa kanisa, hata mnakuwa na nchura na bo ama ushirika moja. Ushirika moja ambayo inaitwa Kisamburu nchura na bo. Nchura. Ushirika nchura. Yaani makutano ya watu wa Mungu wanapokutana pamoja kwa sababu ya ibada ya Mungu. Basi ngara yankai. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi si Yesu. Kwa hivyo watu wa Mungu, hapa hii dunia ambayo sisi tuko, inastahili tufanye nini? Tutembee katika nuru. Kwa sababu nuru inatusaidia tumuone Mungu. Tukitembea kwa nuru. Kwa sababu nilikuwa asubuhi nikufundisha ndani ya kanisa juu ya kitu ambacho inaitwa dhambi. Tukajua ya kwamba dhambi ni wakati mtu anafanya mambo ambayo Mungu hataki afanye. Kitu ambayo ni kinyume na neno la Mungu, kama matusi, masengenyo, kwenda kwa wachawi, kwenda kwa waganga na mambo mengi.
Siku nyingine atakuja tufafanue zaidi. Maana watu wanasikianga tu dhambi na hawajui dhambi ni nini. Anasikia tu dhambi ni mbaya na hajui dhambi ni nini. Dhambi ni ile kitu ambayo nafanya ambayo ni tofauti, ambayo ni kinyume na kazi ya Mungu ama ambayo ni kinyume na neno la Mungu. Basi si Yesu. Hiyo ndio inaitwa dhambi. Lakini pia hiyo dhambi pia inachangia kitu inaitwa giza. Dhambi the same ni kama tu giza bado katika ulimwengu wa kiroho. Mtu ambaye anatembea katika giza ni mtu ambao anatembea katika dhambi. Mesi Yesu. Mesi ngara yanga. Kutembea katika dhambi. Ewe. Mesi Yesu. Mesi laituriani. Kwa hivyo mnasikia watu wa Mungu. Wakati unakuja kanisa kwa sababu ya Mungu. Mesi Yesu. Hii dunia tutapitia shida, tutapitia mateso, tutapitia madharau kwa watu, lakini yote sisi kuvumilia. Mesi ngara yanga hii. Kuna mada ambayo Marevesa amenipatia kitabu nisome. Tabu tusome tusikie inasemaje. Na mnajua hii Biblia ni ya Kisamburu. Nafikiri ni Kisamburu kamili, si hata Kimasai. Ni Kisamburu. Amenipatia nisome kitabu ya Wakorintho. Enda dota msingi. Mesi Yesu. Wakorintho wa kwanza 15. Inasema ya kwamba mpinoto Kristo. Yaani ufufuo wa Kristo. Kore tata la sharaonga na sharai Kayu naita parro ntai Ramon Sopati latilika apantai lolo litangama ite niruku toto nisilikitata si Ramon Sopati latilika ntai oite jeu ntai tini mungu aiti biraki pesho apakiruko kaita rasaki ntai inya natangamaye nera netipa tole nchere kitwa Kristo tangara kingoka ana naigero tol kigero sinya tangara kenyo kitwa Kristo tangara kingoka Yesu amekufa kwa sababu ya dhambi zetu. Nani mmejua dhambi ni nini? Na mtajua siku nyingine zaidi. Kitwa Kristo tangara kingoka ana naigero tol kigero sinya netunu kayoki neti piuni tolo tuata tampari euni ana naigero to likigero tisinya kepungoka kepa netoka epungoki likipare tatomonari nepungoki si loitengeni lenyana orepa epimet tankata nabo negwon eshu likumo lolo kake keti bata ote perio nepungoki aitoki Yakobo nitoki aipungoki likipareta poki kore lesedi oipungoka na nono ilo otuwana tungana ilo otuwana otungani otiwaki engorngata amu kore nanu na meitokara tolke pareta poki le Yesu memishakino paye aipoti ajo likipareta lenye amu kaita man kanisa nkai sena kai kara nanu toki nara tangaraki munyani enkai na kore inya munyani na ishonkai eto eaku nepesho katonywa alang ninche poki na mara nywata na dasa inya kake munyani enkai nati tenebo onanu naku ta menya ajo nanu otili koye tana kulie kipareta rolo omon supati kake kiliko na ninchesi iruko ntai Mesi Yesu. Mesi Yesu kwarere ilanka ina imesikia hiyo neno kwa Kimsamburu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hivyo kumbe huyu mtu alikuwa anaitwa Paulo. Paulo alikuwa ni mtume wa Yesu, ambaye alikuwa ni mtume wa mwisho kabisa, ambao mara ya mwisho ni yeye ndio Yesu alimtokea mara ya mwisho, na alimtokea kwa ndoto. Alimtokea hapana, hakumtokea kwa ndoto. Paulo alitokea ile siku ambayo alianguka kutoka Damascus. Wewe singara yankai. Alianguka kutoka Damascus. Mesi si Yesu. Kwere tata la sharonka na sharaini kayu naita parro ntai romon sopati latilika apantai lolo litangamaite nirukutoto nisilikitata si kola omon sopati patilika ntai oiteje untai tini mbongo aite beraki pesho apakiruko. Mesi si Yesu. Kwa hivyo hii umeta kwere ilakai kumbunga aite beraki nukuru. Mesi si Yesu. Ai bungere ilakai nukubung ni yero wa jore ilakai kinito. Mesi ngara yankai kwere ilakai na keswa toleng keswa tere ilakai. Mesi si Yesu. Amgore ilakai kuruko na kwere kuruko ni kurukore. Mesi si Yesu. Niki wenta atwarere ilakai. Mesi ngara yankai. Aya kita baki taini ngoti kama yana tankai wale. Sudu mota.